zangu katika imani, hotuba yangu ya leo kama aya zilivyojieleza, tumo ndani ya mwezi wa Rajabu, lakini pia si muda mrefu tutakuwa ndani ya mwezi wa Shaabani, lakini kwa masiku machache tutakuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ni ibada ambazo zinaongozana. Baada ya Ramadhani kuna ibada ya hija. Kwa hivyo leo hotuba yangu itakuwa kwenu nyinyi ni kuwakumbusha waumini wa Kiislamu kuhakikisha kwamba baada ya ibada ya funga ambayo ipo mbele yetu, maana yake kuna ibada ya hija, ibada ambayo kiuhakika kabisa tulio wengi katika waumini wa Tanzania ni ibada ambayo tumeipa mgongo, hatuna habari nayo. Waislamu sisi huwa tunazunguka katika Tanzania nzima, na ni muda mchache tushazunguka mikoa yote. Lengo na madhumuni kuwakumbusha watu umuhimu wa ibada ya hija, kwa sababu tunaona namna hali ilivyo, watu hawana habari na ibada ya hija, na kivuli ambacho watu wanajifichia katika aya ya Mwenyezi Mungu, man istataa ilayhi sabila. Kwa kutokuelewa istitaa hapa Mungu amekusudia nini, basi hata yule aliyekuwa tajiri pia anasema hana uwezo. Kwa hivyo tumeona jukumu letu sisi kama waumini na kama Waislamu, tuna haki ya kuitangaza na kuwakumbusha watu umuhimu wa ibada ya hija. Waislamu Tanzania peke yake huwa kila mwaka wanapewa kota ama idadi ya mahujaji 25,000 Zanzibar au visiwani na Tanzania bara. Lakini cha kushangaza, tokea baada ya uhuru mpaka leo Tanzania nzima, visiwani na huku kwetu bara, hatujafikisha mahujaji 5,000 kupeleka kule Maka. Sasa wahusika kule wanaipa Tanzania watu 25,000 kuzingatia wanavyoifahamu Tanzania ina Waislamu wengi, lakini idadi hiyo pia hatuifikishi. Tunafikisha 3,000, imezidi 3,500. Sasa tunajiuliza, ima watu hawajafahamu umuhimu wa ibada ya hija au wanafahamu lakini kwa maana nyingine hawajaipa kipaumbele. Haiwezekani Wizara ya Hija inatoa kwa Tanzania watu wasafiri wanaokuwa tayari walipie wende wakahiji watu 25,000, lakini hatufikishi hata 3,000, ama tunafikisha 3,000 na kidogo, iliyobakia wanapelekewa nchi nyingine. Kwa mfano, tunaona kabisa Kenya wanapewa watu 6,000 mahujaji kila mwaka, Rwanda wanapewa 2,000, Uganda wanapewa 2,500, Tanzania pekee katika Afrika Mashariki wanapewa watu 25,000, lakini hatufiki idadi hiyo. Kwa hivyo tukaona sisi tuna haja kuwazungukia Waislamu katika mikoa yote, na huu kwetu ndio mkoa wa mwisho katika mikoa Tanzania tuliyotembelea, kuhakikisha Waislamu wanafahamu umuhimu wa ibada ya hija na kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake ameiweka hii ibada kwa lengo muhimu kuu sana, kama aya zinavyosema pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake Ibrahim alayhi salam, wa'adhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu waje kuitekeleza ibada ya hija. Wa'adhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin, watakujia wewe katika eneo hilo wakiwa wanatembea kwa miguu na wengine wakiwa katika juu ya wanyama ambao waliodhoofika kwa sababu ya safari ndefu, lakini atina min kulli fajin amik, wanakujia wewe kutoka katika maeneo ya mbali, lengo kuja kuitekeleza ibada ya hija. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akatekeleza hilo, lakini kabla ya hapo alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, mimi na watoto wangu na familia yangu unaniambia niwatangazie watu ibada ya hija, sauti yangu hii mimi kama hapa nilipo itafika wapi? Allah akamwambia,
wewe tangaza, jukumu la kufikisha hilo tangazo nililokuambia niachie mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Allah Ibrahim kwa sauti yake alinyanyuka akasema, ya ayuhan nas inna Allaha kad faradha alaykumul hajja fahujju. Kama liza hapo, enye watu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia ibada ya hija, basi njooni muitekeleze ibada ya hija. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa yeye alimwambia tangaza, jukumu la kufikisha ni mimi mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo sasa hivi utaona dunia nzima watu wanaenda kuitekeleza ibada ya hija. Lakini katika hao bado tupo sisi, hususan Tanzania, bado tunaona kuna udhaifu mkubwa na uchache mkubwa wa Waislamu kwenda kuhiji, na watu sio kama hawana pesa, bali kila mtu anaangalia kile anachokitaka. Sasa tukaona kwamba kuna haja ya Waislamu kuja kuwatangazia ibada ya hija na kuwapa umuhimu wa ibada ya hija. Kwa hivyo Nabii Allah Ibrahim alipoambiwa atangaze akatangaza, lakini aya inayofuatia Allah akasema liyashhadu manafi'a lahum, ili watu waje kwenye ibada ambayo ina manufaa kwao, ama ibada ambayo itakayowapa manufaa wao. Ibn Abbas radhiallahu anhuma alipo tafsiri aya hii akasema, ala wa huwa ad-dunyawiyya wal akhirah, manufaa wenyewe ni kwamba ni manafii ya kidunia na manafii ya kiakhira. Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake hii anatuambia kwamba ndani ya Qur'ani, inna awwala baitin udhiya linnas, hakika nyumba ya kwanza ambayo imewekwa kwa ajili ya watu kwenda kufanya ibada, lalladhi bi Makkah mubaraka, ni ile nyumba ambayo iliyopo Maka, tena nyumba yenyewe imebarikiwa, wahudan lil alamina, lakini pia nyumba hiyo na eneo hilo watu wakienda basi kuna uongofu kwa walimwengu wote. Fihi ayatun bayinat, pale kuna aya mbalimbali, mambo mbalimbali ambayo yako wazi kabisa yanajionyesha kwa wanaokwenda kuhiji. Miongoni mwayo makamu Ibrahim, ni pale mahala aliposimama Ibrahimu kuijenga ile al-Kaaba. Wa man dakhalahu kana amina, na atakayeingia katika eneo lile anakuwa yuko katika amani. Kisha Allah akasema, walillahi ala nnas hijjul bait, na Mwenyezi Mungu anao wajibu wake aliowajibisha kwa watu, nao ni upi? Ni kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Man istataa ilayhi sabila, hapa ndipo watu wanapohangaika napo, kwa wale ambao Allah atakuwa amewapa uwezo na njia za kuwafikisha huko. Sasa leo kila Muislamu anajificha katika kivuli hicho. Allah mwenyewe Bwana amesema, man istataa ilayhi sabila. Waislamu, Mwenyezi Mungu hakutaja katika aya hii kwa matajiri, bali amesema kwa wenye uwezo. Uwezo wa kwanza wa Muislamu kwenda kuitekeleza ibada ya hija ni ile azma yake. Wewe kama Muislamu tayari ndani ya moyo wako hiki kitu kinakuumiza, hiyo ndio istitaa ya kwanza, kwamba hii ibada ya hija ni kipaumbele kwako. Ukifikia katika hatua hiyo, basi utaenda kuitekeleza ibada ya hija, wala haina tajiri. Kuna matajiri wangapi wana uwezo, lakini ukimwambia kwambia bado bwana sijaaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini msikitini amejaliwa, anakuja kuswali, anatekeleza ibada, na mwingine anafanya ibada ya hija peke yake, anakuambia sijajaliwa. Kwa hivyo ibada ya Uislamu, Mungu amesema man istataa. Istitaa ya kwanza ni wewe. Labda Muislamu ujiulize, katika maisha yako ushawahi kuamka usiku ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, naomba na mimi uniafikishe niweze kuitekeleza ibada ya hija, ulipo uwezo? Jiulize wewe mwenyewe, ushafanya hilo? Sasa kama hili la kuomba dua tu hujafanya,
sidhani kwamba utakuwa na fikra kwenda kutekeleza ibada ya hija. Waislamu, hapa Mtwara tunao mahujaji wengi tuliowasafirisha kupitia kampuni yetu, lakini juzi naambiwa kuna mmoja anamwambia kaka yake, pesa hii hapo, nenda kahiji. Anamwambia sawa, lakini ngoja niangalie, bado sijakaa sawa, wakati anataka kulipiwa ibada ya hija. Huyu unamsemaje? Huyu tayari anawezeshwa, lakini anasema nisubiri kwanza. Sasa utakuta Waislamu, hii ibada bado haijawa kipaumbele katika nafsi zetu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema man istata'a ilayhi sabila, haina maana ni kwa matajiri, hata kwa maskini. Kama ataweka kipaumbele chake katika ibada ya hija, atakwenda kuhiji. Leo tuko maskini wangapi tuna nyumba zetu? Na nikikuuliza wewe Muislamu, hii nyumba ni ya kwako? Ndio. Umejengaje? Hivyo hivyo tu bana, kipata naweka kidogo kidogo, natumia watoto wanaenda shule, ndo nimejenga. Thamani ukipiga milioni 50, lakini wewe huja ikamata milioni 50. Lakini nyumba ilikuwa kipaumbele chako, hutaki kupanga. Sasa unahitaji ukae nyumba ya kwako, na umejenga nyumba yenye thamani ya milioni 50 60. Na ibada ya hija ni hivyo hivyo. Ukiweka azma na moyo wako thabiti, utaenda kuitekeleza ibada ya hija. Mifano kadhaa tunawapa Waislamu. Yupo mama mmoja katika maeneo huko, aliweka azma ya kwenda kuhiji, akaamua biashara yake ya vitumbua ndiyo impeleke hija. Naam, mama alifanya hivyo na akenda hija miaka 2002 au 2001. Na wakati mama huyo anaulizwa, anakiri kabisa, ni kweli niliweka azma, lakini nikasema biashara yangu hii ya vitumbua ndio itanipeleka wapi Maka, na alikwenda kuhiji. Wewe Muislamu, biashara zako ulizokuwa nazo ziangalia, alafu ujifananishe na huyu mama mpika vitumbua. Kwa nini mama alienda kuhiji, alafu wewe kwa siku unaingiza 1,000, 500,000? Huyu wa vitumbua kwa siku pengine faida yake akikusanya 7,000 au 5,000, lakini ameenda kuhiji. Wewe Muislamu, katika biashara zako umejiwekea utaratibu gani? Kwa hivyo Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema man istata'a ilayhi sabila, hakuwamaanisha ni matajiri, hata watu wenye kipato cha kawaida watakwenda kutekeleza ibada hii. Lakini tazama aya ilivyomaliza, wa man kafara, na atakaye kanusha neema ya Allah, amekupa uwezo ikawa hutaki kwenda kuitekeleza ibada ya hija, anasema fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, hakika Mwenyezi Mungu yeye amenitosheleza. Wewe peke yako au watu 10 au hata 200 mkaacha kwenda kuhiji, bado haijasaidia kwenu, bali wapo wangapi wanaokwenda kuhiji? Isipokuwa tu wewe kwa kuacha kwako, Allah ametumia neno wa man kafara. Hapamaanishi kwamba wewe umekufuru, lakini anamaanisha kwamba neema Allah aliyokupa hukutaka kuifanyia kazi ya kwenda kuitekeleza ibada hii. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man malaka zadan wa rahilatan, yoyote atakayemiliki masurufu ambayo yatamwezesha na kufanya mikakati ya kuacha nyumbani kwake na matumizi ya kawaida, wa rahilatan, na akapata uwezo wa kulipia gharama zile zitakazomfikisha kule ambazo atakwenda kuhiji, falam ya hujja, ikawa hakwenda kuhiji, Mtume anasema fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan, ajichagulie yeye mwenyewe afe kifo cha Kiyahudi ama afe kifo cha Kinaswara. Tazama maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani wa Mtwara, nyinyi ni katika walengo wakubwa ambao mnaotakiwa kwenda kuitekeleza ibada ya hija, kwa sababu neema nyingi Allah alizowapa na mnapata hela nyingi, basi hakikisheni nyinyi mnakwenda kuitekeleza ibada ya hija. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anasema lakad hamamtu an ab'atha rijalan ila al-amsari, siku moja nilikusudia nitume vijana au watu watembee katika maeneo mbalimbali ya miji, watembee huko, fayandhuru ila kulli man kana indahu sa'atan wa siha, ili wamtazame kila yule mwenye uwezo, ana mali, ana uwezo na ana afya, falam ya hujja, ikawa hakwenda kuhiji, fayadhribu alayhi jizya,
ili wamtoze kodi. Jizya huwa inatozwa kwa wale watu wanaoishi katika dola ambazo ni za Kiislamu na wao si Waislamu, wanatozwa kitu kinaitwa jizya, gharama zile ambazo zitawasaidia matibabu na kadhalika na maeneo mengine. Sasa Omar alifikia hatua hiyo, tena mwisho akasema mahum bimuslimin, mahum bimuslimin, mahum bimuslimin mara 3. Asema hao si Waislamu, hao si Waislamu, hao sio Waislamu, kwa sababu watu wana pesa, wana uwezo, hawataki kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu, wewe uwe ni mjumbe kwa wenzako kuhakikisha unawafikishia tangazo hili. Hili si la mashehe peke yao au maimamu, bali ni na kila mtu kuhakikisha anawafikishia watu wake. Wewe una uwezo, nenda katekeleze ibada hija. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hilo, watu hawafungue nyoyo zao na nafsi zao kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa kumalizia hotuba yangu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia watangazie, Nabii Ibrahim awatangazie watu kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Mwisho akasema liyashhadu manafi'a lahum, ili waje kwenye ibada yenye manufaa kwao. Waislamu, miongoni mwa manufaa ya ibada ya hija ni yale maneno aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema salatu fi masjidi hadha afdalu min 1000 salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam. Swala moja atakayoiswali mtu katika msikiti wangu huu, Mtume yuko Madina pale, akiswali swala moja, basi ni bora swala hiyo mtu anayeiswali kwa daraja ya 1000. Kwa maana nyingine, aliyeswali leo Ijumaa hapa msikiti wa Masjid Taqwa, ili ampate atakayeswali Masjid Nabawi aswali Ijumaa 1000 leo hii, ni kitu kwamba hakiwezekani. Lakini licha hilo, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine kwamba as-salatu fil masjid al-haram afdalu min 100,000 salatan fi ma siwa. Sala moja mtu atakayeswali katika Masjid al-Haram pale Maka, fadhila zake ni sawa na swala 100,000 katika misikiti mingine. Kwa maana leo mimi na wewe tukiswali swala ya Ijumaa hapa, ili tumpate fadhila zake, na aliyeswali leo pale msikiti wa Maka aswali Ijumaa 100,000. Na hivyo hivyo swala ya dhuhuri au swala al-asri, atakayeswali Maka pale, ili wewe umpate uswali al-asri 100,000. Jiulize wewe Muislamu, umri wako toka umeanza kuswali mpaka sasa hivi ulivyo na miaka 60, usafikisha 100,000? Usafikisha swala 100,000? Bado. Lakini ukienda Masjid al-Haram Maka pale, ukiswali vipindi vitano, una fadhila za swala 500,000. Na hapa hatujaingiza swala za sunna, na hata sunna ukiswali ni hivyo hivyo. Sunna moja ukiswali Maka, ili wewe mkupate pale uswali sunna 100,000, umpate mtu aliswali Maka. Sasa ni katika moja ya manafi ambayo Waislamu tunatakiwa tukayapate. Umri wetu tuliokuwa nao, mimi kama mtoto hapa nina miaka pengine 43, wewe mzazi wangu na miaka 70, unaambiwa hata 100,000 hujafikisha toka umeanza kuswali. Lakini hii 100,000 niipata kwenye swala moja tu, liyashhadu manafi'a lahum. Kwa Uislamu, hebu tujiangalie sisi na namna tunavyotakiwa kufanya. Na isitoshe, kwa kumalizia hotuba yangu, kuna siku moja tu hiyo ambayo ni siku ya Arafa. Ukiwa katika vile viwanja pale, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ile siku ya Arafa baada ya zawali, Mwenyezi Mungu anateremka pale katika ule wingu wa kwanza, na anawaambia malaika wake, hebu watazameni wale watu pale Arafa, hapa Arafa wamekuja nyele tintini, wana vumbi, watu wamechoka, wengine pressure zimepanda. Anawauliza, kwani hawa wanataka nini? Malaika anamwambia, wanahitaji maghfira yako na fadhila zako. Anawaambia, ushhidukum anni kad ghafartu lahum, na kushughulishieni wale wote walio pale Arafa, nimesamehe madhambi yao yote.
Hata kama kuna mtu kaua akaamua arudi kwa Mungu, pale anasamehewa. Na ndio maana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, atakayetilia mashaka siku ya Arafa pale, baada ya kuondoka akajifikiria, mimi madhambi niliyofanya kule Tanzania Mtwara, hivi kweli Mungu atanisamehe? Mtume anasema huyo amefanya jarima kubwa mno, dhambi kubwa. Wakati Mungu ametangaza ametoa msamaha wake, wewe una mashaka ya nini? Ambapo wewe unaamka kila usiku unaomba msamaha, alafu una wasiwasi, Mungu atanisamehe mwenyewe. Lakini pale una uhakika 100% kwamba unaondoka pale huna dhambi. Liyashhadu manafi'a lahum. Waislamu, jitahidini Waislamu, na muombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhakikisha unatoa pesa yako kwa ajili ya kutekeleza ibada hii. Msiogope umaskini. Ibada ya hija ni miongoni mwa ibada zenye kuleta utajiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, tabi'u baina al-hajji wal umra, fuatishieni nyinyi waumini baina ya kutekeleza ibada ya hija na ibada ya umra. Fa innahuma, hakika ibada mbili hizi Mtume anasema, yamfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yamfi al-kiru khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fidda, kwamba ibada ya hija na umra zinaondoa umasikini na zinafuta madhambi, kama vile wale muunzi anayetengeza vyuma anavyoondoa takataka za chuma na dhahabu na fedha katika masonara. Sasa mtu ana hela, lakini anafikiria milioni 17, milioni 16, hela nyingi hiyo. Lakini Mtume anakwambia moja fadhila ya hija, tekeleza ibada hija, Allah atakuja kuzikafa. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, nakuhusieni na naendelea kuwahusia, na muombeni Mwenyezi Mungu na Allah atujalie hivyo, asifungue nyoyo zetu kwenda kuitekeleza ibada ya hija.